Salimu. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu mwingi wa rehema. Hii ni fursa nyingine tena ametupatia. Wito wa Bwana Ministries tunakualika tukiwa na mfululizo mpya wa masomo mengine yenye kauli mbiu isemayo wito wa kulielewa pambano kuu. Wito wa kulielewa pambano kuu. Huu ni uchambuzi wa kitabu cha Pambano Kuu cha Ellen G. White. Kimesheheni ujumbe gani ndani yake? Tutachambua hatua kwa hatua ili tujifunze pamoja. Ninayekualika katika mfululizo huu wa wito wa kulielewa pambano kuu ni mimi, mtumwa wa Mwenyezi Mungu, Mchungaji Fulgence Mangosongo wa kanisa la Waadventista wa Sabato. Na kabla hatujaendelea, ninakualika tuombe. Basi tuombe. Baba yetu mwema uliye mbinguni, ni wasaa mwingine umetupa upendeleo. Tunakubali kuwa chini ya ukufunzi wa Roho Mtakatifu. Neema yako yatosha, kwa jina la Yesu, amina. Katika uchambuzi wa kitabu cha Pambano Kuu chenye sura 42 tutakuwa na jumla ya masomo 30, na somo la kwanza tunaloanza nalo lina kichwa kinachosema chukizo la uharibifu. Nini maana ya chukizo la uharibifu? Kitabu cha Pambano Kuu kitatupa ufafanuzi na kutupatia maana itakayotuleta kuelewa wakati tunaoishi. Nini kinatarajiwa kujia ulimwengu hivi karibuni. Lakini kabla tujaendelea, kuna nukuu hapa natamani nikusomee ndugu mtazamaji. Nukuu inasema, kitabu cha Pambano Kuu kinapaswa kusambazwa kwa wingi sana. Kimesheheni simulizi ya wakati uliopita, wa sasa na wakati ujao. Katika uchambuzi wake wa matukio ya mwisho ya historia ya dunia hii, kina ushuhuda wenye nguvu kwa niaba ya ukweli. Nina shauku zaidi kuona kusambazwa kwa kitabu hiki kuliko kwa kitabu kingine chochote nilichokiandika. Kwa kuwa katika kitabu cha Pambano Kuu, ujumbe wa mwisho wa onyo kwa ulimwengu wote umetolewa kwa uwazi zaidi kuliko katika vitabu vyangu vingine vyovyote. Nukuu hii inatoka Colporteur Ministry, ukurasa wa 126, 127. Imenukuliwa pia katika Publishing Ministry, ukurasa wa 358, paragrafu ya kwanza. Hebu tutafakari kidogo hii nukuu, mambo ya msingi tunayaona hapa. Tazama kwenye skrini yako nukuu hiyo, maandishi hayo mekundu. Kitabu cha Pambano Kuu kinapaswa kusambazwa kwa wingi sana. Swali, nabii wa Mwenyezi Mungu Ellen G. White, kama alivyoongozwa na Roho Mtakatifu, anatupa ujumbe gani kuhusu kitabu cha Pambano Kuu? Kwamba kitabu hiki kinapaswa kusambazwa kwa wingi sana. Swali ni hili, tumekisambaza kitabu hiki kwa wingi kiasi gani? Mimi nijiulize na wewe ujiulize. Kama familia yako mmesambaza kitabu hiki kwa wingi kiasi gani? Kama kanisa
Tumesambaza kwa wingi kiasi gani? Kama viongozi wa kanisa tujiulize, tumewaongozaje washiriki kusambaza kitabu hiki kwa wingi? Lakini kwa nini kitabu hiki cha Pambano Kuu tukisambaze kwa wingi sana? Katika nukuu hii majibu yanapatikana. Kimesheheni simulizi ya wakati uliopita, wa sasa na wakati ujao. Namba 2. Katika uchambuzi wake wa matukio ya mwisho ya historia ya dunia hii, kina ushuhuda wa nguvu kwa niaba ya ukweli. Kimebeba ushuhuda wenye nguvu sana ambao ni ukweli unaotakiwa kwenda ulimwenguni kote. Namba 3. Ujumbe wa mwisho wa onyo kwa ulimwengu umetolewa kwa uwazi zaidi katika kitabu cha Pambano Kuu kuliko kitabu kingine chochote ambacho Ellen G. White amewahi kukiandika. Na kwa sababu hiyo, wito wa Bwana ni huu: tukisambaze kitabu cha Pambano Kuu kuliko kitabu kingine chochote. Hapa nikuoneshe kidogo kitabu cha Pambano Kuu. Hapa mkononi mwangu nina kitabu hiki cha Pambano Kuu kutoka Ufunuo Publishing House, kama unavyoona nembo yake hapa nyuma. Hili ni toleo la 2024. Kitabu hiki cha Pambano Kuu kilikuwa kikiuzwa kwa shilingi 10,000 hiki kitabu, lakini nitakuonesha nakala nyingine ya kitabu cha Pambano Kuu ili tusifikiri ya kwamba kitabu cha Pambano Kuu kina toleo fulani tu maalum. Nina kitabu kingine hapa, hiki hapa kinaitwa pia Pambano Kuu. Taiona picha yake vizuri tutakapokuletea picha ambayo ni digital kabisa kwenye screen yako. Hiki kitabu cha Pambano Kuu hiki kinatokea Kenya na kinaprintiwa Ujerumani. Hiki kitabu kinauzwa kwa shilingi 7,000. Sasa hivi taarifa tulizo nazo ni kwamba kitabu hiki cha Pambano Kuu kutoka UPH bei imepanda kwa 140%. Kutoka 10,000 sasa kinauzwa 24,000. Nikiwa na 24,000 ninapata vitabu hivi vya Pambano Kuu kutoka Kenya 3 na bado inabaki shilingi 3,000. Kwa hiyo ili niweze kufanya kazi hii ya kusambaza vitabu hivi kwa wingi, sifungwi mpaka nisambaze kitabu cha Pambano Kuu kutoka UPH. Naweza nikasambaza kitabu hiki kutoka Kenya. Hoja ya msingi ni hii: je, yaliomo humu ndivyo yalivyo kwenye original ya Ellen G. White ya kitabu cha Pambano Kuu? Kama ni original, hakuna ubaya wowote nikisambaza nakala nyingine ya kitabu cha Pambano Kuu. Kwa nini? Kwa sababu katika neno la Mungu, ni kusomea kitabu cha Luka, Injili ya Luka sura ile ya 9. Luka sura ya 9, tuangalie lile fungu la 49 na fungu la 50. Luka sura ya 9, 49 na 50 imeandikwa: Yohana akajibu akamwambia, Bwana mkubwa, tuliona mtu anatoa pepo kwa jina lako, tukamkataza kwa sababu hafuatani na sisi. Yesu akamwambia, msimkataze, kwa kuwa yeye ambaye si kinyume chenu yu upande wenu. Vivyo hivyo katika jukumu la kupeleka mbele kazi ya Injili, sio lazima kitabu cha Pambano Kuu kitoke UPH. Hoja itakuwa hii: kama kinatoka mahali pengine lakini kimechakachuliwa, kimeongezwa ama kimepunguzwa kutoka kwenye ile halisi, huyo yuko kinyume chetu. Lakini kama iko vile vile, hata kama ana print vitabu hivi kama independent ministry, yuko pamoja nasi. Kwa hiyo kusambaza kitabu cha Pambano Kuu, hatufungwi tusambaze kitabu kutoka wapi. Nitaangalia unafuu
kwamba ninaweza nikasambaza vingi kwa kiasi gani na nikawafikia watu wengi, kwa sababu hoja iliyopo, tusambaze vitabu vya Pambano Kuu kwa wingi sana kuliko kitabu kingine chochote ambacho Ellen G. White amewahi kukiandika. Sasa tuendelee kidogo. Baada ya kupata maelezo kwa nini tunapaswa kusambaza kitabu cha Pambano Kuu kuliko kitabu kingine chochote, sasa turudi kwenye somo letu, chukizo la uharibifu. Na somo hili limejengwa katika sura ya kwanza ya kitabu cha Pambano Kuu, kuharibiwa kwa Yerusalemu ama uangamivu wa Yerusalemu. Katika Pambano Kuu UPH 2023 sura ile ya kwanza, kuharibiwa kwa Yerusalemu, ukurasa wa 27, kile cha Kiingereza GC ukurasa wa 37, paragrafu ya kwanza, nabii anasema hivi: unabii wa Mwokozi kuhusu kumwagwa kwa hukumu juu ya Yerusalemu una utimizo mwingine, ambao kwao ukiwa ule ulikuwa kivuli hafifu tu. Katika kile kilichoupata mji mteule, tunaweza kuona uharibifu wa ulimwengu ambao umekataa rehema ya Mungu na kuikanyaga sheria yake. Maana yake nini? Maana yake lile tukio la kuangamizwa kwa mji wa Yerusalemu limebeba mafunzo kwa ajili ya uangamivu wa ulimwengu huu tuliopo sasa, na utimizwaji wa ule unabii wa Yesu juu ya kuangamizwa kwa mji wa Yerusalemu ulikuwa umebeba kivuli hafifu. Maana yake ule unabii wa Yesu ulikuwa umebeba maana mbili. Tunaona kuangamizwa kwa Yerusalemu, lakini kwa wakati huo huo umebeba maana ya uangamivu wa ulimwengu wetu. Sasa swali linaulizwa, ni viashiria gani ama ni ishara gani walizopewa Wayahudi wakati kuangamizwa kwa Yerusalemu kulikuwa kumekaribia? Je, na sisi leo tunaweza tukawa tumepewa ishara ya kuangamizwa kwa ulimwengu huu? Ama ishara hiyo ama ishara hizo zinaweza zikatumika sasa kutuonesha ya kwamba na sisi tukiona ishara hiyo ama ishara hizo tuko karibu na uangamivu wa ulimwengu huu na mwisho wa ulimwengu huu, uhitimishwaji wa pambano kuu kati ya Kristo na Shetani. Hebu tuangalie kidogo katika kitabu cha Pambano Kuu UPH 2024, hiki ninacho mkononi. Nitasoma sura ya 21, ukurasa wa 21 na 22. Ni sura ya kwanza, kuharibiwa kwa Yerusalemu, ukurasa wa 21 na 22. Ukurasa wa 21 na 22, kitabu hiki cha Pambano Kuu, kuna maneno haya yanapatikana hapa: mambo yote yaliyoelezwa katika utabiri uliotolewa na Kristo kuhusiana na kuharibiwa kwa Yerusalemu yalitimizwa. Wayahudi walishuhudia ukweli wa maneno yake ya onyo, na kipimo kile mpimiacho ndicho mtakachopimiwa. Mathayo 7 fungu la 2. Ishara na maajabu vilitokea, majanga na matatizo ya kutisha yalitokea. Katikati ya usiku, mwangaza usio wa kawaida uliangaza juu ya hekalu na madhabahu. Juu ya mawingu wakati wa jua kuzama, zilionekana picha za magari na watu wa vita wakijikusanya kwa ajili ya vita. Makuhani waliokuwa wakihudumu usiku katika patakatifu walitishwa na sauti za ajabu. Dunia ilitetemeka na sauti nyingi zilisikika zikipiga kelele, tuondoke haraka. Lango la mashariki ambalo lilikuwa zito sana kiasi kwamba lilifungwa na watu 20 kwa shida, na ambalo lilikuwa limefungwa kwa nondo kubwa za chuma zilizofungwa kwa uimara katika sakafu ya mawe magumu, lilifunguka usiku bila mfunguaji yeyote anayeonekana. Kwa miaka 7 mtu mmoja aliendelea kuzunguka, akienda na kushuka katika mitaa ya Yerusalemu, akitangaza majanga yaliyokuwa yanaujia mji. Mchana na usiku waliimba wimbo wa ajabu: sauti kutoka mashariki, sauti kutoka magharibi,
sauti kutoka pepo nne, sauti dhidi ya Yerusalemu na dhidi ya hekalu, sauti dhidi ya mabwana harusi na mabibi harusi, sauti dhidi ya watu wote. Kiumbe huyu wa ajabu alifungwa na kuchapwa mijeledi, lakini hakuna neno la manung'uniko lililotoka katika midomo yake. Jibu lake kwa matusi na dharau aliyofanyiwa lilikuwa, ole, ole wako Yerusalemu, ole, ole wenu enyi wakazi wake. Kilio chake cha onyo hakikukoma mpaka alipochinjwa katika maangamizi ambayo aliyatabiri. Kwa hiyo kulikuwa na ishara ambazo zilikuwa zinapiga kelele, sauti za ajabu, picha za magari ya vita yakionekana kwenye mawingu pamoja na mwanga wa jua ulipokuwa unapiga kwenye mawingu, lakini bado watu hawakushtuka. Lakini kulikuwa na huyu alikuwa akiimba mchana na usiku, anatembea kwenye viunga vya Yerusalemu akitamka hukumu inayojia mji wa Yerusalemu. Lakini watu walichukizwa na maonyo, walimchapa mijeledi, walimfunga, lakini majibu yake yalikuwa ole, ole Yerusalemu, ole, ole wakazi wake. Yumkini hata katika ulimwengu wetu huu sasa, kwa sababu uangamivu wa Yerusalemu ulikuwa umebeba maana ya uangamivu wa ulimwengu huu, hakuna ishara zozote zinazotuonesha ya kwamba ulimwengu umefika mwisho. Hatuoni ishara katika jua, katika mwezi. Hatuoni ishara za vita. Hatuoni tetesi za vita. Hatuoni matetemeko. Hatuoni mafuriko. Hatuoni mioto ya ajabu isiyowashwa na yeyote. Hatuoni umwagaji mkubwa wa damu. Hatuoni ishara zozote. Lakini yumkini wako watu ambao ni watu wa kawaida kabisa, hata sio wasomi wa kitheolojia, hawana vyeo vikubwa kanisani, wanapiga kelele kama wahubiri wa ukweli wa sasa, wakionya watu, tubuni na mrejee. Ulimwengu umefika mwisho. Yesu amekaribia kurudi. Ni nini matokeo yake? Wanafutwa ushirika. Nini matokeo yake? Wanatengwa makanisani. Ni nini matokeo yake? Wanaitwa waasi. Kwa kumbe hata sasa ziko ishara na waonyaji wapo. Lakini sikia, katika ukurasa wa 22 nabii anaendelea kusema hivi, sura hii ya kwanza ya uangamivu wa Yerusalemu. Hakuna Mkristo hata mmoja aliyeangamia katika kuharibiwa kwa Yerusalemu. Kristo alitoa onyo kwa wanafunzi wake na wote walioamini maneno yake na kuzingatia ishara iliyoahidiwa. Hapo mtakapoona mji wa Yerusalemu umezungukwa na majeshi, alisema Yesu, ndipo jueni ya kwamba uharibifu wake umekaribia. Ndipo walio katika Uyahudi na wakimbilie milimani, na walio katikati yake wakimbilie nje, na walio katika mashamba wasiuingie. Luka 21:20 na 21. Kwa kumbe ukiacha hizi ishara zilizokuwa zinaonekana za maajabu ajabu, sauti za maajabu na yule kiumbe wa ajabu aliyokuwa akihubiri katika viunga vya Yerusalemu, lakini kumbe Wakristo walikuwa wamepewa ishara maalum na Yesu kwamba wakiona hiyo waukimbie mji wa Yerusalemu. Ikiwa uangamivu wa mji wa Yerusalemu ulikuwa umebeba maana, yani ilikuwa ni ule unabii wa Yesu wa kuangamizwa kwa Yerusalemu ilikuwa ni kivuli hafifu. Ilikuwa imebeba maana ya uangamivu wa ulimwengu ambao umekanyaga sheria ya Mungu na kukataa rehema yake. Vipi leo sheria ya Mungu inakanyagwa, haikanyagwi? Wanadamu wamekataa rehema ya Mungu, hawajaikataa. Je, ishara ile waliopewa Wakristo wa Uyahudi, je, sisi hatujapewa ishara kama hiyo? Hebu tuiangalie hiyo ishara kwanza katika kitabu cha Pambano Kuu UPH 2023 sura ya kwanza, kuharibiwa kwa Yerusalemu, ukurasa wa 18. Cha Kiingereza ni ukurasa wa 26, paragrafu ya kwanza. Nabii anasema,
Basi hapo mtakapoliona chukizo la uharibifu lile lilonenwa na nabii Danieli limesimama katika patakatifu, asomaye na afahamu. Ndipo walio katika Uyahudi na wakimbilie milimani. Mathayo 24:15-16, Luka 21:20 na 21. Wakati bendera za ibada ya sanamu za Warumi zitakaposimikwa katika uwanja mtakatifu ambao ulipanuka na kwenda kilomita kadhaa nje ya kuta za mji, ndipo wafuasi wa Kristo iliwapasa kukimbia kwa ajili ya usalama wao. Kwa hiyo kitendo cha Warumi kusimamisha bendera zao za ibada ya sanamu mahali pa ibada ya Mungu lilikuwa ndilo chukizo la uharibifu. Yesu alisema, mtakapoliona chukizo la uharibifu limesimama pasipolipasa katika uwanja mtakatifu, basi jueni uangamivu wa Yerusalemu umefika ama umekaribia. Walio Uyahudi wakimbilie milimani. Ukisoma kitabu cha Pambano Kuu cha Kiingereza ukurasa wa 26 paragrafu ya kwanza, yanapatikana maneno haya ya Kiingereza: when the idolatrous standards of the Romans should be set up in the holy ground. Kwa Kiswahili ilipaswa kutafsiriwa hivi: wakati viwango vya ibada ya sanamu za Warumi vitakapowekwa au vitakaposimamishwa katika uwanja mtakatifu, hilo ni chukizo la uharibifu. Kwa hiyo wakati majeshi ya Kirumi yameuzingira mji wa Yerusalemu na wamesimika bendera za ibada yao ya sanamu, ibada za Kirumi, hapo walikuwa wamesimamisha chukizo la uharibifu. Kwa hiyo chukizo la uharibifu ni kusimamishwa kwa viwango vya ibada ya sanamu za Warumi. Ibada ya sanamu za Warumi inawakilishwa na nini? Hii ni ibada ya Mungu Jua. Hii ibada ya Mungu Jua ilikuwa inasherekewa siku gani ya juma? Ni siku ya kwanza ya juma, siku ya Jumapili. Kwa hiyo hata sasa tukianza kuona kuna kusimamishwa kwa viwango vya ibada ya sanamu za Warumi, yaani kusimamishwa kwa ibada ya Jumapili, kupiganiwa kwa ibada ya Jumapili, harakati za ibada ya Jumapili, tutujue kusimamishwa kwa chukizo la uharibifu kumekaribia, na majeshi ya Kirumi yanauzingira mji wa Yerusalemu. Kwa lugha nyingine, yanatuzingira watu wa Mungu, watu wa Mungu. Kwa hiyo kama ilivyokuwa ishara kwa Wakristo wale wa Uyahudi, na hakukuwepo na Mkristo yeyote aliyekufa katika mji wa Yerusalemu wakati unaangamizwa, vivyo hivyo Wakristo waaminifu wataishikilia ishara hii na kuwa macho kufuatilia utimizwaji wake, na hawataangamizwa wakati wa kuangamizwa kwa ulimwengu huu. Lakini sikia, ulimwengu huu kuangamizwa kwake ni wakati wa ujio wa Yesu mara ya pili. Lakini tunafikaje kuja kwa Yesu mara ya pili? Lazima kuwe na mchaka. Wakristo waaminifu wanapoanza kuona dunia inaelekea kupitia sheria ya Jumapili, Marekani ikiwa mbele kupitisha sheria ya Jumapili kwa mujibu wa Ufunuo 13, katika hatua nne za kinabii, Marekani ili ipitishe sheria ya Jumapili, hatua ya kwanza wametimiza unabii, hatua ya pili wametimiza unabii, hatua ya tatu wametimiza unabii, wako kwenye hatua ya 4 ya mwisho, na hakutakuwa na hatua ya 5. Wakristo waaminifu wanapoona Marekani iko mbele, iko kwenye harakati za mwisho za kupisha sheria ya Jumapili, wao watachukulia kwamba ishara waliopewa na Mwokozi yenye kuashiria uangamivu wa ulimwengu huu umefika. Watatii na kuanza kuondoka kwenye miji na kwenda milimani na sehemu zilizojitenga, yani sehemu zilizojitenga miongoni mwa milima na mashambani. Kwa hiyo hata sasa tumepewa ishara.
chukizo la uharibifu, kusimamishwa kwa viwango vya ibada ya sanamu za kirumi. Hebu fuatilieni habari zinatuoneshaje. Hivi serikali ya Trump imefikia wapi katika utekelezaji wa mikakati ya Majesuit kupitia The Heritage Foundation? Mwaka huu wametoa kitabu chenye kurasa 166. Katika ukurasa wa 38, kitabu kinachoitwa Saving America by Saving the Family. Ndani yake ukurasa wa 38 wanataja sheria ya Jumapili. Ndipo Northern America Division NADI wakashtuka baada ya kuwa wamewapinga wahubiri wa ukweli wa sasa, wamewapinga wale waliokuwa wanatoa maonyo ya kwamba jamani tumefika mwisho, jamani tumefika mwisho, wanaenda kusimamisha sheria ya Jumapili. Lakini walipoona kitabu hicho kimetoka na mikakati imewekwa bayana ya kupitisha sheria ya Jumapili Marekani, wanatoa waraka wa kupinga sheria ya Jumapili. Je, huu ni wakati wa kupinga ama ni wakati wa kuambia watu muda wa sheria ya Jumapili, chukizo la uharibifu kusimamisha umefika? Haiwezekani kurudisha nyuma. Kwetu wangewaambia watu basi wajiandae kimwili na kiroho. Wajiandae kivipi? Waanze kuuza mali zao, waanze kutoka mijini, waanze kwenda kufanya maandalizi. Wapi wanaenda kufikia? Mashambani na milimani. Sio wakati wa kupinga. Ilitakiwa watu waambiwe ukweli, watu waambiwe ukweli. Kwa hiyo Wakristo waaminifu hawataangamizwa. Wao wameshajua ishara, watachukua maamuzi ya haraka, maana ishara imekwisha kuonekana. Pambano Kuu UPH 2023 sura ya kwanza, kuharibiwa kwa Yerusalemu, ukurasa wa 28. GC ni ukurasa wa 38 paragrafu ya kwanza. Nabii anasema, hebu watu wawe waangalifu wasije wakapuuza somo lililotolewa kwao katika maneno ya Kristo, kama alivyowaonya wanafunzi wake kuhusu uharibifu wa Yerusalemu kwa kuwapa ishara ya maangamizi yaliyokuwa yanakaribia, ili waweze kukimbia na kuponya nafsi zao. Kadhalika ameuonya ulimwengu kuhusu siku ya uharibifu wa mwisho, na amewapa ishara ya ukaribu wake, ukaribu wa uangamifu, ili wale watakaopenda kuokoa nafsi zao waweze kuikimbia hasira inayokuja. Mahali tulipofika katika ulimwengu huu, sheria ya Jumapili imekaribia. Huu ni mwaka 2026, kutakuwa na mchaka kuelekea sheria ya Jumapili mwakani 2027. Hatuna muda. Sheria ya Jumapili itakapopitishwa 2027, hesabu miaka 3.5 ya kuhubiriwa kilio kikuu, onyo la mwisho kwa ulimwengu, na baada ya hapo mlango wa rehema wa jumla kufungwa na Yesu aje. Unapoona harakati za kupitisha sheria ya Jumapili Marekani, pia ijulikane ya kwamba sasa tuko kwenye kipindi cha hukumu ya upelelezi kwa walio hai inayoanza kwa kanisa la Waadventista wa Sabato. Waadventista wa Sabato, majina yetu yanatajwa kwenye mahakama ya mbinguni. Kwa hiyo katika maandalizi ya kiroho ilitakiwa dhambi sasa iwe imekoma kwetu. Mungu na atusaidie. Swali linaulizwa, je, walinzi wafanye nini? Nabii anasema hivi katika Shuhuda kwa Kanisa, gombo la 6, ukurasa wa 61 paragrafu ya 4. Hatari za siku za mwisho ziko juu yetu, na katika kazi yetu tunapaswa kuwaonya watu juu ya hatari waliomo. Hebu matukio mazito ambayo unabii umefunua yasiachwe bila kuguswa. Kama watu wetu wangekuwa macho nusu, kama wangetambua ukaribu wa matukio yaliyoonyeshwa katika ufunuo, matengenezo yangefanywa katika makanisa yetu, na wengi zaidi wangeamini ujumbe huo. Hatuna muda wa kupoteza. Mungu anatuita sisi tuangalie kwa ajili ya nafsi kama zile zinazopaswa kutoa hesabu. Hebu Danieli aseme, acha ufunuo unene na useme ukweli. Huu ndio wajibu wa walinzi. Tunapoona viashiria vyote vya mwisho kukaribia, tunapoona ulimwengu uko mbioni kupitisha sheria ya Jumapili, tunapoona harakati za mabadiliko ya tabia nchi kama kigezo cha kupitisha sheria ya Jumapili yamepamba moto, tunapoona Marekani imetimiza hatua 4 za kinabii na hatua ya 4 iko kwenye mchakato wa mwisho kabisa ili wapitisha sheria ya Jumapili, walinzi walipaswa kuamka na kupiga tarumbeta yenye kutoa mlio maalum
Ndipo hapa nabii anasema, hebu matukio mazito, sio mepesi. Haya ni matukio mazito, mazito ambayo unabii umefunua yasiachwe bila kuguswa. Nabii anaendelea kusema hivi katika Shuhuda kwa Kanisa, gombo la 8, ukurasa 302, wako wengi wasioelewa unabii unaohusu siku hizi, na ni lazima waelimishwe. Ni wajibu wa wote, walinzi na walei, kwa pamoja kupiga tarumbeta kwa mlio maalum. Je, watu wanaandaliwa juu ya matukio mazito yanayojia ulimwengu? Watu wanaelewa nini maana ya hukumu ya upelelezi? Waadventista wa Sabato hawa, wachungaji wenzangu, viongozi wa kanisa, wazee wa makanisa, wainjilisti wa lei, wainjilisti wa vitabu, wahubiri wa neno la Mungu, hawa Waadventista wa Sabato wanaelewa Yesu yuko wapi, anafanya nini, nini maana ya hukumu ya upelelezi. Wanaelewa umuhimu wa kukisoma kitabu cha Pambano Kuu ili waweze kuelewa mambo muhimu ya msingi katika uhitimishaji wa Pambano Kuu. Waelewe sehemu yao ni ipi, kama wasafiri wa kwenda mbinguni, kama askari upande wa Bwana. Tunaelewa kama Marekani imekaribia kutangaza sheria ya Jumapili, na 2027 Sunday law inapita Marekani, sheria ya Jumapili inapitishwa Marekani. Tunazungumza One Voice 2027, sauti moja 2027. Ni sauti gani wakati ulimwengu unakusanywa chini ya mamlaka moja na wote wawajibike, waheshimu sheria ya Jumapili? Hatuoni ya kwamba tunakusanywa Adventista wa Sabato tuwe na sauti moja na wanadamu wengine, ecumenism? Kwa nini tusiuseme ukweli sasa, watu waandaliwe? Na ikiwa 2027 Yesu alitimiza miaka 2000 tangu amebatizwa, kwa nini tunakataa 2031, miaka 6000 inakoma? Maana ya miaka 2000 toka mwaka 31 Yesu anakufa msalabani inatuleta 2031. Si mwenye akili tu anaweza akafikiri kama One Voice 2027 ni miaka 2000 tangu ubatizo wa Yesu. Kwa nini 2031 inakuwa vita na mgogoro? Ndugu zangu, muda umeisha. Yesu amekaribia kurudi. Rehema inakoma kwa Waadventista wa Sabato. Je, huu ni muda wa kukumbatia ulimwengu? Je, huu ni muda wa kucheza na dhambi? Sio salama. Pambano Kuu UPH 2023, sura ya 37, maandiko ni Kinga, ukurasa wa 490, 594, paragrafu ya pili, kile cha Kiingereza. Nabii anasema, hukumu za kutisha zinazotangazwa dhidi ya ibada ya mnyama na sanamu yake, Ufunuo 14:9 mpaka 11, zinapaswa kuwaongoza wote katika kujifunza kwa bidii unabii na kuelewa ni nini alama ya mnyama na jinsi wanavyoweza kuepuka kuipokea. Lakini watu walio wengi wanageuza masikio yao wasisikie ukweli na wanageukia hadithi za kubuni. Ninakupendekezea kwenye familia yako kitabu cha Pambano Kuu ukifanye kuwa ndio lesoni mnayoisoma. Makanisani, jifunzeni kitabu cha Pambano Kuu, kimesheheni mambo ya ajabu. Kitabu hiki kitatufungua macho, kitabu hiki kitatuamsha, kitabu hiki kitatufanya tuwe tunauelewa wa yale yanayotokea ulimwenguni hivi sasa. Wachungaji, tufundishe yaliyomo kwenye kitabu hiki, kisambazwe kuliko kitabu kingine chochote. Toeni mali zenu, kitabu hiki kisambazwe. Anzeni kuuza mali zenu sasa. Tatizo la kutokuuza na kutokununua liko mbele. Upanga unakuja, zama inakuja, dhoruba inakuja. Toeni mali zenu, zipeleke kusambaza kitabu hiki kama majani. Mungu na atusaidie. Muda umeisha. Yesu anarudi na ni hakika. Basi tu, Baba mwema, asante kwa upendo wako. Tusaidie, tuamshe, tuondokane na giza lililofunika Waadventista wa Sabato, tuione nuru na hatimaye tujiandae kwa jina la Yesu. Amina. Mungu awabariki.